Saa moja dakika 23 zinakatika ndani ya video maisha, video zaidi ya video ni maisha asubuhi, bila shaka Dokumu na Sakali, na tuko na msemaji wetu wa habari ambaye ni Amani. Kaka Amani, ujambo? Lakini si jambo ndugu. Bana, umekuwa nje kwa muda angalau kama wiki moja, na hali imekuwa vipi? Najua kwamba umepigwa na kijibaridi na upepo ule, mazingira mengine tofauti kabisa na mazingira ya Nairobi. Kwanza kumbe siku zangu 2-3 zinaweza kuonekana kama juma zima, inamaanisha na mchango wangu umetambulika bila shaka. No. Aila, when was the last time you were here? No. Tusio watu ulikuwa hapa mara ya mwisho lini? No. You are here on Wednesday, right? Wiki iliyopita. Ilikuwa siku gani? Hata Friday nilipiga. No. Wiki iliyopita alikuwa hapa mwisho, ilikuwa ni kwa sababu nakumbuka ilikuwa Tuesday. Jumatano iliyopita tulikuwa na Kibona hapa. Wednesday iliyopita. Ngoja kurudi kabla lini. Anasema alipiga Friday. Tunasema kupiga kazi. So kama ulipiga Friday, that's fine. Sio imefanyika. Sio imepigwa ndugu yangu. Wajua ile sit-in kuwa pale kuna maanisha kwamba kazi yako imefanyika. Kwa hivyo sio imepigwa. Okay. Lakini wewe mwenyewe hujaipiga. Angalia, sio imepigwa. Okay. Sawa. Ulikuwa hapa hata Jumamosi. Na Friday. Mpaka hata Monday. Sina sio Jumamosi kwa raha. Bila shaka anaitwa baada ile ambaye ni msomaji wetu wa habari. Anachapa kazi sana. Sauti yake utasikia mpaka inapotimia mida ya saa 7 pale. Na sometimes huwa ananiambia pia angependa kufika saa 8 saa 9 pale. Sema tu kwamba mhariri wake Sakali anamnyima fursa. Lakini tutazungumza na HR hiyo tuweze kuiwezesha pale ili kazi iendelee zaidi. Yesu akisema nikuja sasa hivi. Kuna mtu aingie. Lakini asubuhi leo tunazungumza kuhusu shughuli nzima ambayo imefanyika jana. Sakali, unajua kuna watu kutoka katika chumba cha habari, na lugha ya chumba cha habari labda tusaidie kuelewa. Maana kuna watu ambao wanasema kwamba jana ilikuwa ni uzinduzi wa ruwaza wa 2060, lakini kuna watu walikuwa wanasema kwamba ni uzinduzi wa mchakato wa kuweza kukuja na kuweza kuandaa ruwaza wa 2060. Ni kitu gani kilikuwa kinafanyika jana? Nadhani kwamba la pili, kwamba hamna ruwaza ya mwaka 2060, kwamba kilichopo mpaka sasa ni ruwaza ya 2030. Lakini kilichokuwa kizinduliwa rasmi, angalau kulingana na serikali, ni kwamba unless kama kuna ruwaza ambayo imeficha, lakini kulingana na serikali ni kwamba wanazindua rasmi mchakato wa Wakenya kuweza kujitokeza hapa Nairobi na vile vile maeneo ya mashinani katika vikao ambavyo vitaandaliwa kuweza kutoa maoni yao kwamba wangetamani taifa liweje baada ya 2030. Kwa hivyo ni ruwaza 2060 of course, lakini I mean it can be 2063, it can be 2050, it can be 2100, I mean 2100. Lakini nadhani kwamba 2060 inaonekana kuwa more ideal kwa sababu itakuwa ni 30 more years baada ya 2030. Kwa hivyo ni mchakato mzima, mazungumzo na vile vile ukusanyaji maoni kuhusiana na ruwaza ya baada ya 2030. Bila shaka nadhani kwamba hilo limeeleweka, lakini ukiangalia kwenye magazeti nadhani kwamba maswali makubwa ambayo kwamba yanaulizwa hapa ni kwamba tunazungumzia kuhusu ruwaza hiyo ya 2060 ambayo tayari ndio mchakato umeanza, Amani ya ila, lakini kuna ruwaza hii ya 2030 ambayo iliweza kuzinduliwa na former president hayati Emilio Mwai Kibaki, na uzinduzi wake nadhani ulifanyika mwaka 2008 wakati Kibaki alikuwa amebakisha tu miaka kama ilikuwa ni 4 ama 3, ilikuwa ni miaka 4 atoke ofisini, kwa sababu ilikuwa ni mwaka moja baada ya uchaguzi wa 2007. Kwa hivyo alikuwa amebakisha miaka 4 aweze kuondoka ofisini. Maswali ambayo watu wanajiuliza ni kwamba je, kabla tujaanza kuwazia na kufikiria ruwaza ya 2060, ruwaza hii ambayo tumekuwa nayo ya 2030 tumepiga hatua kiasi gani? Ni wepi ambapo kwamba tunaweza sema kabisa kwamba tumefaulu, na ni wepi ambapo tunaweza sema kwamba hatujafaulu? Kwa sababu wadadisi wengi wanasema kwamba tupige msasa hii ambayo tuko nayo, alafu tuangalie pale penye tumefeli, kwanza turekebishe, ndio tuzungumzie ruwaza nyingine. And of course najua kwamba pila zake zilikuwa pale kuzungumzia kupatikana kwa katiba mpya. Nadhani kwamba katiba mpya tumepata 2010 iko katiba mpya. Kulikuwa na swala nzima la bila shaka masuala mazima ya infrastructure pale. Nadhani kwamba watu watakuwa wanazungumzia ujenzi wa reli ya kisasa, ujenzi wa barabara pale hapa na pale. Kulikuwa na swala nzima la kuboresha elimu, kwamba jamani tuhakikishe kwamba wanafunzi hawakosi kwenda shuleni. Najua kwamba sasa hivi Uhuru ametoka
kutoka kiacha ku what we call 100 transition, ambayo pia kuna maswali mengi kwamba tunafanya 100 transition, lakini je, walimu wapo wa kutosha? Is it quality education or what are we doing is quantity? Yapo mengi ya kuzungumzia, lakini nikianza na wewe Amani Aila, wewe mtazamo wako ni gani? Tumeanza mchakato mpya wa kuingia katika ruwaza nyingine, kwa sababu 2030 inakamilika ndani ya miaka 2 na nusu hivi, ama tuseme miaka 3 inayokuja. Is it the right time ya kuzungumzia 2060? Hakika Mgala moyo yake mpe. Nadhani ni vizuri sana kuweza kuwa na taswira ya miaka 30 ijayo. Maana ni katika miaka hiyo 30 ijayo sasa unaweza kupanga short term goals, ukijua kwamba tunaweza katika hizi short term goals zinaingiana na long term goals. Kwa hivyo ni kitu kizuri sana kufanyika. Na nadhani ni wazo zuri tena sana. Licha kusema hayo, nadhani pia ni muhimu sana pengine tungetumia fursa hii anga kabla tujaingia katika mazungumzo ya 2060 tuweze pia kukumbushana, maanake mambo yamekuwa mengi. 2030 ilikuwa inahusu nini? Na ufanisi wa 2030 umefika wapi? Tukumbushane tu na tujue kwamba hapa tulikuwa na shortcomings, hapa tukawa na shortcomings, hapa tulifanya vyema. Ani kuwe na utathmini wa kitaifa sasa kabla kuzungumzia masuala ya ruwaza 2060. Kuwe na utathmini wa kitaifa na tujue mapungufu yamekuwa wapi, ndiposa tukianza kuzungumzia 2060 tunazungumzia na ufahamu wa kutosha. Sakali labda nadhani kwamba tukiangalia 2030 ruwaza ya mwaka 2030 na nafurahi sana kwamba umeweza kutaja zile pillars kadha wa kadha. Nadhani kwamba tuambie ukweli, kama taifa kuna pillars ambazo we've scored. There is of course the political pillar. Nadhani kwamba the political pillar we've done relatively well. 2010 constitution of course, devolution, ugatuzi ule ambao of course vile vile upo katika katiba, lakini ilikuwa ni mojawapo ya mambo ambayo ilikuwa inapendekezwa katika vision 2030. Kuna swala zima la demokrasia yetu, jinsi ambavyo imeweza kukua, of course the bill of rights, uhuru ule ambao tunao siku za sasa ukilinganisha na wakati wa ile katiba ya zamani. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukapoint tu tukasema kwamba katika ile pila ya kisiasa tumeweza kuafiki mengi. Hata katika pila ya masuala ya kijamii, the social pillar, sasa hivi of course kuna mjadala kuhusiana na whether SHA is working or not. Lakini kumekuwepo na angalau juhudi za kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata bima kijumla, kwa sababu wakati wa kuanzisha kwa ile vision 2030 kiwango cha bima kwa umma kilikuwa ni 0. Hakukuwa na mpango wote wa kuweza kuweka pamoja Wakenya wote kuweza kupata bima isipokuwa labda wafanyakazi. Kwa hivyo nadhani kwamba ni hatua, and whether it's working or not is another discussion. Na hata kwa katiba mpya whether it's working or not is another discussion. But angalau we have a new constitution. Pale kwa social pillar tuna universal health coverage. Kuna juhudi kuelekea upande ule. So lazima la elimu, nilikuwa najaribu kuangalia literacy levels hapa, around 2005 literacy levels zilikuwa around 72%. Sasa hivi we're talking about 85%. Exactly. Kwa hivyo ni hatua ambazo zimeweza kupigwa unapozungumzia sekta ya elimu kwa mfano. Lakini baada ya kusema haya yote, nadhani kwamba kama kuna pillars ambazo we've done poorly ni swala zima la uchumi, the economic pillar. Kwa sababu mojawapo umependekezwa ilikuwa ni kwamba uchumi ukue kwa 10% kila mwaka. I want to imagine if that was happening tangu wakati ule mpaka sasa tungekuwa first world country. Absolutely. Kwa hivyo hilo halijafanyika, na zaidi imekuwa kwamba Wakenya hawana uwezo hata kubudu mahitaji yao ya kimsingi. Actually hata nikikuongezea tu, ukiangalia hata kuna ile report ya Sakali ambayo imetoka mwezi uliopita wa Julai, ambayo ilikuwa hata inaweka kwamba Kenya hata katika hatari zaidi, inatotoa katika nafasi ambayo tupo muda huu, inatoweka katika nafasi nyingine ya hatari, kwamba huenda Wakenya wakatumbukia umaskini. Nakumbuka hata kuna vyanzo vya habari vya kimataifa kama BBC vilikuwa vimefanya taarifa hiyo. Endelea. Na wakumbuka ile kuna taarifa nyingine, ripoti ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba idadi ya watu milioni, watu ambao wana uwezo mkubwa wa kifedha, wale ambao wako pale juu, tabaka la juu 1%. 1%. Actually walikuwa wanasema kwamba matajiri asilimia moja, yes. 1% ya watu ambao kwamba ni matajiri katika taifa la Kenya wanamiliki wealth ama utajiri ambao unazidi asilimia iliyobaki ya 99%. Yani kuna there are wealthy people 1% in this country ambao
hiyo whatever that wanamiliki inazidi the rest of the 99% of the population. I know that is worrying. Kwa hivyo nadhani kwamba sekta ya uchumi ama pila ile ya uchumi ni eneo ambalo iwapo tunajenga ruwaza mpya lazima tutaweza kuweka shinikizo zaidi, and of course there are so many other things bado katika pila hiyo. So lazima la ufisadi, so lazima la ugumu wa kufanya biashara hapa nchini, so lazima la wekezaji ambao wanatoroka nchini, so lazima la hata alilotaja miundo msingi ambayo imejengwa hapa nchini. We have a problem ya inflation ya prices. Kwa mfano unapozungumzia SGR, unapozungumzia hata airport, unapozungumzia expressway, wakati unaarifia kwamba hata uwanja wa Talanta Stadium, niliona hata wakizungumzia hilo jana wapinzani, katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu akizungumzia kiwango cha pesa ambazo zingetumika kujenga uwanja ule na kiwango ambacho kitatumika sasa kujenga uwanja ule. Na hata ukipiga hesabu zake serikali ni kwamba unaona Talanta inagharimu karibia shilingi bilioni 40 na kitu, na ndani ya miaka 15 kama taifa la Kenya tutalipa ule mkopo around 110 billion. Yani unakopa 40 billion then you end up paying 110 billion. Ina maana kwamba yule aliyekukopesha anapata faida ya 70 billion. How logical is that? Exactly. Kwa hivyo nadhani kwamba the economic pillar labda kuna kazi zaidi. Kaka Sakali, umesifia sana hatua ambazo tumepiga kwa mujibu wa Vision 2030, na ukasema pengine tatizo liko hapo katika uchumi na ukuaji wa uchumi. Umesifia sana siasa, hali ya siasa nchini, umesifia sana demokrasia, lakini mbona na mtazamo tofauti sana ukiangalia jamii na mahali ambako tumetoka? Ni kama kidogo kitumbua kilingia mchanga katika swala zima la kisiasa, ikishuhudiwa kwamba kumekuwa na visa vya magoons kuingia, watu kushambuliwa, kutokuwa na uhuru, utekaji nyara, kutokuwa na uhuru wa kujieleza, watu kushikwa kwa sababu ama kuvurugwa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa, biashara zao kuweza kuharibiwa. Ukisema tumepiga hatua katika ngazi ya kisiasa, katika demokrasia, tueleweshe zaidi. Ile nadhani kwamba you need to travel to some of these countries and you'll appreciate kwamba na uhuni wetu huu na uporaji wetu huu. Kwa mfano unapozungumzia taifa kama Uganda ama taifa hata kama Tanzania kwa mfano, tuzungumzie kwa mfano uchaguzi wa urais. Hapa kwetu kuna mahakama ya upeo, mahakama ambayo ina nguvu na uwezo mpaka kubatilisha matokeo ya ushindi wa urais. Katika baadhi ya mataifa haya kama Tanzania, hawana hata mahakama. Yani kwa ufupi ni kwamba umeshindwa katika uchaguzi. Na kitu kingine muhimu cha kutaja, na nadhani kwamba ni muhimu tuweze kumuelewesha msikilizaji kwamba katika ruwaza ya 2030 kuna vitu ambavyo ilikuwa we need a new constitution. So once you've delivered a new constitution, that is a score. It's a score, yeah. Now what happens after that haipo katika ruwaza, kwa sababu sasa hiyo inategemea the goodwill, the government of the day, political goodwill, the government of the day, bunge ambalo lipo, you know. Lakini katika 2030 vision ni kwamba tunafaa tu wafiki Konza City. So once you have, unapata Konza City, whether kuna changamoto, so that's another discussion. Lakini kulingana na wale ambao ni waasisi wa Vision 2030, iwapo Konza City is there and it's there. I mean, there is a city called Konza City na ina miundo msingi ambayo inatosha kuita city, basi to them they've scored. 2010 constitution they've scored. Now whether hiyo katiba inatekelezwa or not is another discussion. Nadhani kwamba pia kukujibu tu Amani, kwa sababu swali ambalo kwamba umelibua na swali nzuri. Hivi unajua kwamba mahakama ya upeo, the Supreme Court, ilikuja baada ya uchaguzi vurugu ama matokeo ya uchaguzi 2007 kwa sababu before that hatakuwa na Supreme Court. Hakuna mtu angeenda katika mahakama ya upeo. Hakukuwa na mahakama ya upeo. Mahakama ya upeo imetokana na yale yaliyotokea 2007. Alafu zungumzia mfano mzuri ambaye Sakala amekupa. Do you know kwamba Tanzania majaji wanachaguliwa na rais? Hapa Kenya tuko na tume ambao nadhani tukijilinganisha na Tanzania na Uganda bado nataka tu nikueleweshe Amani, naomba kidogo tu. Nataka nikueleweshe tu kidogo kwa sababu sote hapa tunatofautiana kiumri, lakini tumeishi katika katiba, tumezaliwa tukaanza kuwa watu tunajielewa wakati kuna ile katiba ya kitambo. Hii katiba ambayo iko sasa hivi imekuja kama sote watu wazima. 2010 sote tulikuwa watu wazima ambao tunajua everything about constitution, about the leadership of the country. Uweze ukalinganisha katiba ya sasa hivi na katiba ambayo tulikuwa nayo hapo awali, ambapo hata kulikuwa na unyanyasaji wa vyama vya kisiasa. Kulikuwa na kwamba mtu anaweza katiwa mbaroni akapelekwa pale akazuiliwa pasi na kushtakiwa. Hukumu tumia mfano wa Aila. Do
you know, katika baadhi ya mataifa ile swali umeuliza sasa ungekuwa na katika baadhi ya mataifa hatungepata nafasi ya kukujibu. Nikupe mfano. Angalia, ukiangalia katika taifa la Rwanda, na arifiwa kwamba taifa la Rwanda unaweza ukatiwa mbaroni kwamba umefanya kosa, unazuiliwa kwa miezi 6 bila kushakiwa, bila kufikishwa mahakamani katika taifa la Rwanda hapa. Lakini katiba yetu inasema kwamba amani ile ukitiwa mbaroni sasa hivi within 24 hours unafaa kwamba ufikishwe mahakamani. It is in the law. It's written in the law. And that's unaona kwamba kamata nyingi waga sometimes inafanyika weekend. Kwa hivyo kwa ufupi nyinyi mnapatia 2030 alama ngapi kwa kura? Mimi from here sita za sema kwamba between 65 mimi naweza ipa 65%. Vision 2030 naweza ipa 65%. And why? Ni kujibu kwa nini? Ni kwa sababu mle ndani kama alivyosema Sakali kwamba kulikuwa ni kwamba tupate katiba mpya. Hiyo katiba ipo. Ilikuwa kwamba tuboreshe masuala mazima ya infrastructure. Unaweza kuzungumzia hii reli ya kutoka Mombasa kuja Nairobi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo kwamba vile kwa mle ndani katika Vision 2030, na hii ipo. Ukizungumzia elimu kwa jumla, sasa hivi amani ya ila ukiangalia kwa nini vijana wa Gen Z wanasumbua sana, ni kwamba ni generation ambao wengi wamesoma. Uweze linganisha na generation ya millennial na generation ambayo iko behind the millennial. This generation ya Gen Z, majority of them ni watu wamesoma. And they can reason with you, by the way, and they are very clever and very bright. Na hii ilikuwa ni moja kati ya pila kwamba we must improve our level of education in this country. And you can say if we were to rate 1 out of 10, unaweza sema kwamba around 6 to 7, because majority of Kenyans ambao wako bro, ukienda mtaani sasa hivi yule ambao unampata pale akona bodaboda kama ni Gen Z, bro, the level of education ya chini ambayo akona ni around form 4, amefika form 4. Lakini millennial wengi unakuta mtu alikuwa na cha shule akiwa primary. Hivyo ila unawapatia asilimia ngapi hawa wana Vision 2030? Mimi nitasema nusu bin nusu. 50%. Nitasema 50%. Which is close, I mean. Which is close. Okay. Kwa sababu pia ukiangalia pia taswira kamili na tamani sana ruwaza ambayo tunajiwekea sisi wenyewe zingekuwa kwa njia moja ama nyingine pia zinaboresha maisha ya watu kiasi kwamba ukisema ni kuipatia alama unasema hakika kweli inalingana na kile ambacho kilikuwa kimetarajiwa wakati ambapo walikuwa wanaimarisha ma wanaweka na kuseti ruwaza hiyo. Lakini ukiangalia kwa sasa tungekuwa tunapima furaha ya Wakenya na tuseme ni asilimia ngapi, basi ni kama ufanisi bado wa ruwaza 2030 bado haijafika. Nilikuwa na wasikiza kaka hukumu na Amani Aila Wakenya ambao walikuwa wanatoa maoni pale KICC hapo jana, na wengi wao walikuwa wanazungumzia kitu kimoja. Nadhani kwamba ruwaza ya kwenda mbele inafaa kuweza kufanya hili kwa kipaumbele, economic liberation, kwa sababu walikuwa wanazungumzia sana uchumi, nafasi za ajira, employment of course is a very big discussion. Kuna swala zima la pale kwenye digitali pale, you know, opportunities ambazo ziko pale na mambo mengine kama hayo. Kuna swala zima la brain drain kwamba sasa hivi tunapoteza our best skilled human resource kwa mataifa mengine kwa sababu ya malipo duni. Kuna swala zima la mishahara duni, mishahara haiongezwi lakini uchumi umezoroteka. Kwa hivyo nadhani kwamba unalolizungumzia linaendana na pila moja ambayo katika 2030 vision nadhani kwamba itakuwa the poorest, swala zima la uchumi pale. Kwa hivyo labda katika vision hii ambayo tutaweza kubuni kama taifa, tutaweza kufikiria zaidi kuhusiana na swala zima la uchumi. Lakini I have one problem na masuala haya yote kaka hukumu pamoja na kaka Aila. Nalo ni kwamba ni mazingira yetu ya kisiasa na hali ya kwamba sisi wakati wote we are a very highly political country, kwamba kila kitu ambacho tunakiona katika jicho la kisiasa. Nadhani kwamba labda Rais William Ruto angeanzisha mchakato huu mapema katika muhula wake kuliko wakati ambapo umekaribia sana uchaguzi, because what happens wakati ambapo upinzani mzima unapuuzilia mbali mchakato mzima kisha uchaguzi ufanyike, and of course Rais William Ruto hata kwa mamlakani till 2060 kwa mfano. Kwa hivyo ni nadhani kwamba the political goodwill kidogo itakosekana kwa sababu ya upande mmoja kuwa na maoni kinzani na kuhisi kwamba this is a political tool ambayo inatumiwa kuelekea uchaguzi. Naam. Na bila shaka bila wao kuhusishwa pia basi haitakuwa ni mchakato ambao imekuwa kamilifu. Nadhani kwamba ndugu zangu tukimalizia, shida kubwa ambayo tuko nayo, na ukiangalia katiba yetu imetajwa kwa moja kati ya katiba nzuri sana barani Afrika. Nadhani kwamba shida kubwa ambayo tuko nayo katika taifa hili ni kwamba hatujapata viongozi ambao kwamba they have a public interest at heart. Ukweli. Kwamba ni viongozi ambao kwamba wanawajali wananchi kabla wao kujijali. Na
ili taifa iko na enough resources, ndugu zangu. Na one of the biggest challenge ambao tuko nayo kama taifa is corruption. Corruption in this country, because ukiangalia the way pesa zinafujwa katika taifa hili. Zungumzia hata Talanta Stadium, a very good initiative by the way, but hata hapo ndani peke yake unaambiwa kwamba kuna 10 billion za ufisadi ambazo zimegharamiwa, zimewekewa kwenye bajeti hiyo, kwamba it's supposed to be around 30 billion and now inatumia around 40 billion. Kwa hivyo kuna a gap of 10 billion, and this 10 billion goes to corruption. Hivi unajua kwamba 10 billion kama tungekuwa tumewekeza katika dawa za hospitalini, unadhani kwamba tungekuwa tumenunua dawa kiasi gani? 10 billion. Hapo sasa kaka, tunafanya naiweka wazi kabisa kwamba saa zingine tunatumia wakati mwingi sana na rasilimali nyingi sana kujaribu kuja na mikutano kama hii na michakato kama hii ya ruwaza. Tatizo kubwa tu ambalo taifa liko nalo ni ufisadi tu. Tukishughulikia ufisadi vizuri, hatutakuwa na wasiwasi kesho itakuwa namna gani, watoto wetu watakuwa namna gani, wajukuu wetu watakuwa namna gani. Endapo tungeweza kushughulikia tu ufisadi pekee yake, basi tungepiga hatua. Bila shaka dakika ni 17 kabla kufika mbele kamili. Ni mdala ambao kwamba ndio umeanza, utaendelea zaidi. Kwa hivyo wewe endelea kutegea Radio Maisha, video zaidi ya video. Ni Maisha